Kuna watu wanaishi maisha ya kawaida, lakini ndani yao kuna sauti isiyo ya kawaida, sauti inayowaita si kwa ajili ya kazi za dunia hii, bali kwa kazi ya Mungu zaidi. Unaweza kuwa unalala, lakini ndani yako kuna kitu hakilali. Unaweza kuwa unacheka, lakini roho yako inalia kwa kusudi kubwa zaidi. Wengi hupuuza ishara hizi, wengi huzichukulia kawaida, lakini ukweli ni huu: sio kila mtu anaitwa, na sio kila anayeitwa anatambua. Katika video hii nitakufungua macho, kwa sababu kuna ishara ambazo ukiziona ndani yako, fahamu sio bahati mbaya, bali ni mwito wa kimungu. Katika video hii nitakwenda kukuonyesha ishara 10 za kweli kuwa unaitwa kufanya kazi ya Mungu, na ishara namba 9 na namba 10 itakushangaza zaidi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 10 za kweli kuwa unaitwa kufanya kazi ya Mungu. Namba 1. Unahisi kiu isiyo ya kawaida ya mambo ya kiroho. Unajikuta unatamani sana kusali, kusoma neno au kutafakari hata bila kushinikizwa. Hii sio kawaida, ni moto wa mwito ndani yako. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa Mungu anakuita kufanya kazi yake. Ukianza kuona ndani yako unahisi kiu isiyo ya kawaida ya mambo ya kiroho, unakuwa ndani yako unahisi kuna shauku kubwa ya kufanya mambo ya kiroho, unakuwa unahisi ndani yako kuna jambo unalotakiwa ulifanye kwa ajili ya Mungu. Ukiona ishara hii utakiwa kuipuuza. Ni ishara ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakuita kwa ajili ya kazi yake. Ukiwa ni mtu ambaye unajiona ndani yako unapata msukumo wa kusoma neno la Mungu, msukumo, yani unajikuta unatamani sana kusali, unatamani sana kusoma neno, au unatafakari hata bila kushinikizwa na mtu yote, hii sio kawaida. Hii ni ishara Mungu anakuita kuifanya kazi yake. Na jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, unatakiwa ujue Mungu anakuita kwenye eneo gani, kwa sababu watu wengi utafundisha somo la makosa ambayo utakiwa kuyafanya baada ya kuitwa na Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukiona ishara hii, ukaanza kuona unahisi kiu isiyo ya kawaida ya kiroho, unahisi kiu isiyo ya kawaida juu ya mambo ya kiroho, tambua Mungu anakuita kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Unakuwa una shauku, una kiu, yaani una shauku kubwa ya kusoma neno la Mungu, una shauku kubwa ya kutumika kwa Mungu, una shauku kubwa, yaani ukifanya kitu cha kimungu unajisikia ndani yako, unakuwa una shauku kubwa sana ya kufanya mambo ya kimungu. Basi unatakiwa tambue Mungu anakuita kwa ajili ya kazi yake. Lakini ishara ya pili, unapitia mapambano makubwa yasiyoeleweka. Kadri unavyokuwa ndivyo vita vinavyoongezeka, kiakili, kihisia na hata kimazingira. Kwa hiyo unapitia mapambano makubwa yasiyoeleweka. Ukianza kujiona wewe ni mtu ambaye unapitia mapambano makubwa yasiyoeleweka, tambua ya kuwa Mungu anakuita kwa ajili ya kazi yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 8 hadi wa 12, imeandikwa, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Wewe kumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako.
Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Umeona? Kwa hiyo kila mwito mkubwa hupitia majaribu makubwa. Adui hawezi kupigana na mtu asiye na thamani ya kiroho. Hili ni jambo la msingi sana. Kila mwito mkubwa hupitia majaribu makubwa. Adui hawezi kupigana na mtu asiye na thamani ya kiroho. Ukubwa wa vita ulionayo ni sawa na ukubwa wa hatima ulioibeba. Kwa hiyo ukianza kuona ni mtu ambaye unapitia misukosuko, unapitia mapambano makubwa yasiyoeleweka, ni ishara kuwa umeitwa. Wito wako ni mkubwa. Mungu ameweka ndani yako kusudi kubwa, amekuita kwa ajili ya kazi kubwa. Ukianza kuona unapitia mapambano yasiyoeleweka kwenye familia, mapambano yasiyoeleweka, unapitia vita kali, unakutana na majaribu, unakutana na changamoto, mpaka wewe mwenyewe unashangaa, hivi kuna tatizo gani kwangu? Kuna muda unapitia mpaka unajiuliza, hivi nimekosea wapi? Nataka nikwambie, ukubwa wa vita ulionayo ni sana ukubwa wa hatima yako. Ukubwa wa hatima yako ni sana ukubwa wa vita unayopitia. Kwa ukianza kukutana na mapambano makubwa yasiyoeleweka, tambua ndani yako umebeba kitu kikubwa. Mungu anakuita kwa ajili ya kazi yake. Namba 3, unajisikia kutengwa hata ukiwa na watu. Unajisikia kutengwa na watu hata ukiwa karibu yao. Unajisikia ni kutengwa na watu hata ukiwa karibu nao. Unaweza kuwa na marafiki wengi, lakini ndani yako unahisi upweke wa ajabu. Unaweza kuwa na marafiki wengi, unaweza kuwa na watu wengi, ila ndani yako unahisi kuna upweke wa ajabu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 15, imeandikwa, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kwa hiyo Mungu huwatenga watu wake ili awaandae. Hili ni jambo la msingi. Mungu huwa anawatenga watu wake ili aanze kuandaa. Anaanza kukuandaa kwa ajili ya hatima kubwa, anaanza kuandaa kwa ajili ya kusudi lake, anaanza kukuandaa. Kuna wakati Mungu anakutenga ili ujifunze kumtegemea yeye. Kuna wakati Mungu anakutenga ili ujifunze kumwamini yeye pekee. Kwa hiyo ukianza kuona unajisikia kutengwa hata ukiwa karibu na watu. Unaweza kuwa na marafiki wengi, una ndugu wengi, lakini ndani yako unahisi upweke wa ajabu. Hii ni ishara ambayo inaonyesha Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo Mungu huwatenga watu wake ili awaandae. Mungu hakutengi ili akuangamize. Ndio maana kuna watu wengi wanafanya makosa, anaanza kumkufuru Mungu. Anaambia Mungu, unanitesa. Mungu, mbona umeniacha? Mungu anakutenga ili anakufundisha, anakuandaa. Lakini ishara ya 4 ambayo inaonyesha umeitwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, una huruma ya kina kwa watu wanaoteseka kiroho. Unakuwa ni mtu mwenye huruma ya kina kwa watu wanaoteseka kiroho. Unapoona watu wakipotea au wakiumia, moyo wako unaumia sana kuliko kawaida. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 9 na mstari wa 36, Mathayo 9 na mstari wa 36, imeandikwa nukuu, na alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Hii ni dalili ya moyo wa utumishi. Yesu Kristo alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye una huruma ya kina kwa watu wanaoteseka kiroho, yaani una huruma ya kina kwa watu ambao wanateseka kiroho, hii ni ishara ambayo inaonyesha Mungu amekuita kwa ajili ya kufanya kazi yake. Kwa hiyo ni muhimu aanze kumuuliza Mungu, umeniita kwenye eneo gani? Nitumike kwenye eneo gani? Kwa sababu kila mmoja ana eneo lake la kutumika. Haleluya. Kwa hiyo ukianza kuona una huruma ya kina, ukiona mtu anateseka kiroho, wewe unamhurumia, ndani yako unasikia kuumia, ni ishara kuwa Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Lakini namba 5, ndoto zako zina ujumbe wa kiroho. Unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto zenye maana nzito, si za kawaida, zina ujumbe au zina tahadhari. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28, utaona wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo Mungu huwasiliana na walioitwa. Ndoto, jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na watu wake. Anaweza kuzungumza nawe kwa njia ya maono, anaweza kuzungumza
na wewe kupitia watu, anaweza kuzungumza na wewe direct kupitia neno, anaweza kuzungumza na wewe kupitia wanyama, anaweza kuzungumza na Mungu ana njia mbalimbali. Ndoto, ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto ambazo ndoto hizo zinakuwa zina ujumbe wa kiroho, zinakuwa zina ujumbe mzito wa kiroho, basi unatakiwa utambue Mungu anakuita kwa ajili ya kazi yake. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia ndoto hii na ujumbe gani, na unatakiwa ujue ndoto ni njia moja hapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ndoto ni njia moja hapo. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, hajapokuwa mtu ajali. Ukianza kuona ni mtu ambaye unaota ndoto zile unaziota zinakuwa zina ujumbe mzito ndani yake, utakuwa utambue Mungu amekuita kwa ajili ya kufanya kazi yake. Haleluya. Lakini ishara ya 6 ambayo inaonyesha Mungu amekuita, anakuita kwa ajili ya kazi yake, unahisi hatia haraka unapofanya dhambi. Unakuwa ni mtu ambaye unahisi hatia haraka unapofanya dhambi. Tofauti na wengine, wewe ukikosea tu, ndani yako kunakuwa na msukumo mkali wa kurekebisha. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 8 imeandikwa, naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yako kwa nguvu sana. Ukijikuta tu yani wewe unakuwa unahisi hatia haraka unapofanya dhambi, tofauti na wengine, unakuwa unahisi hatia haraka, unaumia, tambua Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Lakini namba 7, unavutiwa. Ishara ya 7, kama tuko pamoja, naomba kama unanielewa vizuri, naomba nione comment yako, andika na kuelewa vizuri mwalimu. Sitaki kukuacha. Kama tuko pamoja, niambie tuko pamoja mwalimu, comment hapo. Sitaki kumwacha mtu yote. Lakini pia hakikisha umelike video hii ili uweze kuwafikia watu wengi. Asante sana. Tuko pamoja. Asante. Tuko pamoja. Ishara ya 7 ambayo inaonyesha umeitwa na Mungu, unavutiwa kusaidia na kufundisha wengine. Unakuwa ni mtu ambaye unavutiwa na kuwasaidia na kuwafundisha wengine. Una hamu ya kuongoza watu, kuwashauri au kuwaonyesha njia sahihi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 na mstari wa 2 imeandikwa, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kwa hiyo hii ni dalili ya wito wa huduma. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unavutiwa kusaidia na kuwafundisha wengine, unakuwa ni mtu ambaye unavutiwa kusaidia na kuwafundisha watu wengine, unavutiwa kuwasaidia watu wengine, unavutiwa kuwafundisha watu wengine, basi utakuwa tambua Mungu amekuita. Unapenda watu watembee kwenye njia sahihi, tambua umeitwa na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Lakini ishara 8, unapitia kuvunjwa moyo mara nyingi lakini haumwachi Mungu. Yaani unapitia kuvunjwa moyo mara nyingi lakini wewe haumwachi Mungu. Licha ya maumivu bado unarudi kwa Mungu tena na tena. Yaani wewe licha ya maumivu, licha ya watu kukuvunja moyo, lakini bado unarudi kwa Mungu mara kwa mara. Yaani unarudi tena kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 34 na mstari wa 19, Zaburi 34 na mstari wa 19 imeandikwa, mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Bwana humponya nayo yote. Haleluya. Kwa hiyo hii inaonyesha Mungu anakutengeneza, sio kukuacha. Kwa hiyo unaweza kuwa unapitia kuvunjwa moyo mara nyingi, unapitia watu wanaokatisha tamaa, unapitia mambo magumu mara nyingi, lakini wewe umwachi Mungu. Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi lakini Bwana humponya nayo yote. Sio baadhi, Bwana humponya nayo yote. Kwa wakati Mungu anakuwa anakuandaa, ukiona ishara hii, unapitia kuvunjwa moyo mara nyingi lakini wewe haumwachi Mungu. Ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa unaitwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi yake. Lakini ishara ya 9 ambayo inaonyesha unaitwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi yake, kuna watu wanakuja kwako kwa msaada wa kiroho bila sababu. Yaani kuna watu wanakuja kwako kwa msaada wa kiroho bila sababu. Watu wanakuelezea matatizo yao ya ndani bila hata wewe kuwauliza. Unashangaa tu mtu anakuja anaanza kuelezea matatizo yake ya ndani, hata wewe hujamwambia chochote, anaanza kufungukia vitu vyake vya ndani, anaanza kuelezea, watu wanaanza kuelezea siri zao. Ndani yako kuna mvuto wa kiroho unaowavuta watu. Unashangaa tu mtu amekuona tu anakuambia, na ngoja nikushirikishe tu jambo langu. Kuna wakati mtu anakushirikisha mambo,
mpaka wewe unashangaa. Anakushirikisha vitu mpaka wewe unaanza kushangaa, jamani, mbona mpaka mwenyewe kwanza anaweza kaa anashangaa, hivi mimi mwenyewe nashangaa, nimekuambia, sijui kwa nini nimekuambia. Kwa hiyo ukianza kuona ishara hii, watu wanakushirikisha mambo yao ya ndani, mtu anakuambia mambo yake ya ndani kabisa. Unahisi yani unakuwa ni mtu ambaye kuna watu wanakuja kwako kwa msaada wa kiroho, mtu anakushirikisha vitu vyake, umsaidie kiroho, umuombee, umshauri, ni ishara kuwa Mungu amekuita. Lakini namba 10, unahisi kuna kitu kikubwa umeumbwa kufanya. Unashangaa, unakuwa ni mtu ambaye unahisi kuna kitu kikubwa umeumbwa kufanya. Kuna sauti ndani yako inakwambia haupo hapa kwa bahati mbaya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 na mstari wa 10 imeandikwa, maana tu kazi yake yeye tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo hii ndio ishara kubwa kuliko zote, ufahamu wa kusudi. Unakuwa ndani yako kabisa unahisi kuna kitu kikubwa ndani yako ambao Mungu amekiweka. Unakuwa hata ukiwa unatembea unahisi kuna kitu kikubwa kabisa ambao Mungu unaona kabisa, Mungu kuna kitu amekiweka ndani yangu. Mungu amekiweka kitu ndani yangu. Unakuwa unahisi hivyo. Ni ishara kuwa Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Ngoja niendelee kukupa zaidi. Ngoja nikupe zaidi. Namba 11, mara nyingi unakataliwa au kutokueleweka na watu wa karibu yako. Mara nyingi unakuwa unakataliwa au kutokueleweka na watu wa karibu yako. Watu wanaokujua zaidi ndio wanaokushindwa kukuelewa. Unashangaa mtu anayekufahamu vizuri lakini hakuelewi tu, ndio anashindwa kabisa kuelewa. Ndio maana kusoma kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 11 imeandikwa, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Kwa hiyo hii ni alama ya watu wenye mwito. Hata Yesu Kristo alipitia hili. Unashangaa watu wa karibu yako kabisa wanaweza sikuelewe. Watu wa karibu yako ambao unawategemea, watu ambao unategemewa kusapoti, unashangaa watu wa karibu yako wanaweza sikuelewe. Watu wa karibu kabisa wanaweza kuelewa. Yesu mwenyewe akueleweka kwa watu wa karibu yake. Ndio Biblia inasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Kwa hiyo unashangaa watu wa karibu yako hawakuelewi. Tambua Mungu amekuita kwa kazi. Namba 13, ishara 13, unahisi mzigo wa kiroho juu ya maeneo au watu fulani. Unaweza kufika sehemu fulani ukahisi kuna huzuni au uzito au hata msukumo wa kuomba bila sababu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 3 na mstari wa 17 imeandikwa, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa mlinzi wa kiroho. Kwa hiyo ukianza kuona unahisi mzigo wa kiroho juu ya maeneo au watu fulani, unaweza ukapata mzigo hata kumwombea mtu fulani. Unaweza tu kwa umekaa ukajisikia tu mzigo wa kuombea hata eneo fulani, mzigo wa kumwombea hata mtu fulani, mpaka mwenyewe unajiuliza, kwa nini namwombea mtu huyu? Au unaweza ukajishangaa tu ndani yako unasikia kuombea juu ya taifa, au unajisikia kumwombea tu kiongozi fulani, yani ukajikuta tu Mungu yani ndani yako na msukumo wa kumwombea mtu fulani. Hii ni ishara Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Haleluya. Lakini namba 14 tuishie hapa au tuendelee? Okay, ngoja tuendelee kidogo. Kama unanielewa mnaomba comment na kuelewa vizuri. Amen. Asante. Namba 14, unavutwa kwenye upweke ili kukua kiroho. Kuna vipindi unajikuta unatengwa, si kwa bahati bali kwa maandalizi. Kwa hiyo unavutwa kwenye upweke ili kukua kiroho. Kuna wakati unashangaa tu unatengwa huko mwenyewe tu, unaona kama huko mwenyewe, ila Mungu kumbe anakuwa anakutengeneza ili ukue kiroho. Mungu anakuwa anakujenga kiroho, anakuimarisha kiroho. Ukianza kuona unapitia upweke, kipindi cha upweke, Mungu anakuwa anakujenga. Ishara namba 15, unapewa hekima au uelewa unaozidi umri au elimu yako. Unapewa hekima au uelewa unaozidi umri au elimu yako. Watu wanaanza kushangaa jinsi unavyoongea au kufikiria kwa kina zaidi. Watu unaweza kaa ni kadogo, lakini ukiongea kitu mpaka watu wanakushangaa, mbona wewe kijana, au mbona wewe binti, au mbona kijana, mbona unaongea vitu vizito hivi? Nani amekufundisha? Yaani unakuwa unaongea vitu ambavyo watu mpaka wanakushangaa. Una hekima ya ajabu ndani yako. Mpaka watu wanaanza kushangaa, umejua wapi? Unajuaje? Inakuwa haya mafunuo unapata? Yaani ndani yako Mungu anaweka hekima ya ajabu. Ukiongea kitu mpaka watu wanashangaa, hekima, Mungu anaweka hekima ya ajabu ndani yako. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 5 imeandikwa, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa.
Kwa hiyo hii ni hekima ya Mungu, sio ya kawaida. Ukianza kuona ndani yako ndani yako, yani unashangaa tu unapewa hekima au uelewa unaozidi umri wako. Kuna wakati unapewa ufahamu na Mungu, unapewa hekima ya ajabu mpaka ukimshauri mtu anabakia kuangalia mara tatu. Hivi ni wewe? Hivi ni wewe? Ukifika yani unashangaa mpaka watu wanakushangaa hekima. Alafu sasa unaweza kaona unajiona mbona ameongea vitu vya kawaida, lakini watu wanashangaa, wanakushangaa na kwambia aisee, una kitu kikubwa sana wewe, una kitu cha tofauti sana wewe. Ukiona ishara hii, tambua Mungu amekuita. Umeitwa na Mungu kwa ajili ya kazi kubwa. Mungu amekuita kwa ajili ya kazi yake. Haleluya. Tuko pamoja. Amen. Nafurahi sana, naona watu wananiambia tuko pamoja mwalimu. Asante, naona komenti zako. Asante. Namba 16, unahisi wito wa kuacha baadhi ya vitu au watu bila maelezo. Unakuwa unahisi wito wa kuacha baadhi ya vitu au watu bila maelezo. Ghafla unajikuta unajitenga na vitu fulani vilivyokuwa sehemu ya maisha yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 6 na mstari wa 17 imeandikwa, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe. Kwa hiyo Mungu anakutenga kwa kusudi maalum. Ukianza kuona Mungu anaanza kuwaondoa baadhi ya watu kwenye maisha yako, unaanza kujitenga na baadhi ya watu kwenye maisha yako, tambua Mungu anakuandaa kwa ajili ya kusudi maalum kwenye maisha yako. Namba 17, unapitia kuvunjwa ili ujengwe upya. Maisha yako yanaweza kuvurugika ghafla, mipango yako ikavurugika ghafla, mahusiano yako yakavurugika ghafla, au hata ndoto zako zikavurugika ghafla. Kumbe Mungu anakuwa anakujenga upya, anakuvunja ili akujenge upya. Usianze kunywa sumu. Kwa hiyo unapitia kuvunjwa ili kujengwa upya. Mungu anaweza akakupitisha kwenye moto, anakuvunja kwanza ili akujenge upya. Unashangaa tu, yani ghafla mipango yako inaweza kavurugika, ghafla mahusiano yako yanaweza kavurugika. Usiende kujinyonga mahusiano yakivurugika, sawa Amen. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya 18 na mstari wa 4 imeandikwa, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Mungu ni mfinyanzi, kwa hiyo huvunja ili kuumba upya kwa kiwango cha juu zaidi. Kuna wakati unaweza kushangaa ukapitia Mungu akavunja mahusiano fulani, kabla hata mjengea kwenye ndoa mahusiano akavurugika. Mungu anakuwa anavunja ili ape kitu zaidi, bora zaidi. Haleluya. Namba 18, ukiona ishara hii, tambua Mungu amekuita. Unahisi kuwajibika kiroho hata kwa mambo madogo. Kitu kidogo kinaweza kukusumbua sana rohoni, tofauti na wengine. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka 16 na mstari wa 10, Luka 16 na mstari wa 10 imeandikwa, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Yaani wewe unakuwa unahisi kuwajibika kiroho hata kwa mambo madogo. Unahisi kuwajibika kiroho hata kwa mambo madogo. Yaani wewe hata kama ni kusifu tu, au kama ni kutoa kwa ajili ya Mungu, au kwa mambo madogo unakuwa unahisi kuwajibika. Usipowajibika unajisikia vibaya. Mwingine hata kusafisha tu nyumba ya Mungu, yaani ukiona sehemu chafu unasema ngoja nifanye hivi. Yaani unakuwa unahisi kuwajibika kwa mambo madogo. Namba 19, nikupe 19 hii ya mwisho. Zipo nyingi sana, lakini ngoja nikuongezea 19. Unahisi msukumo wa ndani wa kusema au kufanya kitu na kinatokea kweli. Unakuwa unahisi msukumo wa ndani wa kusema au kufanya kitu na kinatokea kweli. Kuna wakati unahisi tu kusema jambo au kuonya mtu na baadaye linaonekana kuwa kweli. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7 imeandikwa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hii ni dalili ya ufunuo unaoanza kufanya kazi ndani yako. Hii inaonyesha umeandaliwa kwa uaminifu mkubwa. Kama umeona zaidi ya ishara 3 au 4 ndani yako, usipuuze tena. Hii sio hisia za kawaida, hii sio bahati. Huu ni mwito wa Mungu juu ya maisha yako. Lakini kumbuka, kuitwa sio mwisho, ni mwanzo wa safari. Swali ni hili: je, utaitikia mwito au utaendelea kupuuza? Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza
Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Lakini pia nitafurahi ukishare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Ninakuombea wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, Mungu akajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Mungu akafungue milango ya baraka kwenye maisha yako. Ninakuombea wewe utakayetumia muda huu kushare link hii. Mungu akubariki sana. Nikutakie wakati mwema na kupenda sana.